Na mwili Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rejabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Luvungi, raia wa Luvungi waanza kulalamika usalama kuwa mdogo. Goma, ujio wa Joseph Kabila, serikali yatoa tamko. Ituri, UPDF yaangamiza vijiji kwa makombora. Na mkiwa ni tarehe 20 za mwezi wa 4 2025, majira saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Usisahau tu kwamba operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen zako, na hivyo utaweza kuungana moja kwa moja na Baraka One TV. Na pia usisahau kuungana na Baraka One TV. Tembelea Baraka One TV channel 2 ili uendelee kupata matukio mbalimbali ambayo yakunazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Luvungi, jimboni Kivu ya Kusini. Raia wa Luvungi waanza kulalamika usalama kuwa mdogo. Baada ya vuguvugu za muda mrefu, na hivyo kufanya wazalendo kuweza kuingia ndani ya pleni ya Ruzizi na kuweza kuweka usalama maeneo ya Luvungi na sehemu zote za pleni ya Ruzizi, na baadaye usalama kutulia baada ya miezi kadhaa, majeshi ya FARDC na baadhi ya majeshi ya Warundi wakaweza kuongezeka kwa wingi maeneo hayo. Raia wanaanza kulalamika wingi wa wajeshi unafanya hali za uwizi na unyang'anyi uanze kuendelea ndani ya groupmenti ya Luvungi Itara. Mambo hayo yamewafanya raia wanaoishi maeneo ya Luvungi kuitaka SNPCC ambayo inaongozwa na William Amuli ya Kutumba, ambaye ameweza kupewa uongozi wa operesheni ya wazalendo maeneo ya Kivu ya Kusini, upande wa kusini, kuweza kusimamisha mambo yanayozidi kuvuruga usalama maeneo ya Luvungi. Raia wanasema uwepo wa wanajeshi wengi unafanya mpaka hali inazidi kuwa mbaya. Raia wanaibiwa simu zao, wengine wanafikia hadi hatua ya kuingiliwa kwenye majumba zao kwa ajili ya kufanywa vitendo vya unyang'anyi pamoja na wizi. Vitendo hivyo haviwaridhishi wakaaji wa maeneo ya Luvungi, na hivyo kumtaka mzee William Amuli ya Kutumba kuingilia kati ili kuweza kurejesha usalama ambao ulikuwa huko hapo awali kabla ya wingi wa wanajeshi maeneo ya Luvungi. Mengi na zaidi awa hapa wakaaji wa maeneo ya Luvungi. Pili, ningependa kuzungumza kwa sababu ya security yenye inapatikana mu territoire yetu ya Uvira, mu sheferi ya Bafuliru, mu groupement Jitara Luvungi precisement. Tunashukuru kwanza son excellence Papa General William ya Kutumba. Tunajua kama wewe ndiye ambaye unaasime responsabilite ya security ya niseme ya raia ya groupement ya Itara Luvungi na jeunesse yote ensemble. Tunashukuru sana kwa kutulindia amani, na tunashukuru sana kwa ukimya ambao umetupatia katika sheferi yetu ya Bafuliru mu groupement Jitara Luvungi. Mwenyezi Mungu akupe nguvu na uendelee kuishi hivyo. Usigeuke kwa sababu umetuletea amani. Hatukuwa tunajua kama tunaweza tukapata amani kama hii. Kuanzia wakati M23 ilisema inabana Goma, wakati ilibana Bukavu, inashuka Uvira, sasa ilifika Kamanyola,
nguvu za wazalendo zilitusaidia kwa sababu hawakuingia katika grupema ya Itara Luvungi. Tulishukuru kwa ile. Mwenyezi Mungu apewe sifa. Tuko wazima na tunaendelea kwa wazima, kwa sababu wale ambao wote walikimbilia Burundi katika nchi jirani wameshafika directement, tena wanakuwa Luvungi mgrupema ya Itara Luvungi. Sasa kitu ambacho kinatushangaza na kitu ambacho kinatuhuzunisha sana, sisi kama Wakongomani, sisi kama watu wa sheferi ya Bafuliru, sisi kama watu wa grupema Itara Luvungi, tunashangaa kwa kuona ile msimamo ambao ilikuwa sekirite ambao ilikuwa mu grupema ya Itara Luvungi imegeuka ghafla. Watu wanaanza kuibiwa, watu wanaanza kupigiwa ovyo katika barabara, matelefoni kunyanganyiwa, usiwe na pesa katika mfuko, usiku wa saa 2 saa 3 ya usiku unanyanganywa na wale wajeshi, hatujui ni wajeshi gani. Tungeomba kwa wale ambao wanaassume responsabilite ya sekirite mu grupema yetu ya Itara Luvungi, ile sekirite ambayo ilikuwa wakati wazalendo waliingia katika grupema ya Itara Luvungi kwa kuzuia hawa nyangaragata ambao wanaitwa Wanyarwanda walikuja Kamanyola. Ile responsabilite ya kujere population ya territoire yetu ya Uvira mu grupema ya Itara Luvungi sheferia Bafuliru, ungependa irudilie tena kwa 100% kama itawezekana, kwa sababu sasa hivi population ya territoire ya Bafuliru ya sheferi ya Bafuliru mu grupema Itara Luvungi, watu wanaanza tena kujideplace kwa sababu ya insecurite yenye inapatikana mwingine. Na ile insecurite iko nafika ma 21h 22h, banaanza fungulisha population na kuiba mali yao, na haiyajulikana ni wanani ambao wanafaa vile vitu. Tungeliomba kwa wakuu viongozi, tungeliomba kwa wenye angalia securite mu niveau ya grupema ya Itara Luvungi, precisement mufro ya wazalendo na M23, tuangalie gisi ya kumaliza ile mzozo na population ya territoire ya Uvira na grupema ya Itara Luvungi msheferia Bafuliru ipate amani. Tungelipenda sana, kwa hiyo mtusaidie sana, kwa sababu watu wasiishi tena mu grupema yetu kimbia, wanakimbia wezi, wanakimbia nini. Ile itasaidia kwa sababu tupate amani, na wale jeshi ambao wanaishi katika grupema yetu hawatakubali kubakia mu grupema, juu sio kila mtu ambaye anaishi kwa kukamata kitu ya mtu. Hawatakubali kubakia mu grupema wakose population, juu population ndio inaleta amani, na population inaleta chakula. Tuseme population inaleta chakula, misaada fulani fulani. Wakati population inakimbia mwingine, haitakuwa tena vizuri. Tunashukuru Mungu kwa sababu population yetu ilirudia, na tunaomba sekirite ya grupema ya Itara Luvungi irudie kama ilikuwa, kwa sababu mzee William ya Kutumba alifaa sekirite ya bien mu territoire yetu, msheferi yetu, mu grupema yetu, ilikuwa na amani. Asante sana. Ni watoto wenyu wa grupema ya Itara Luvungi ndio wanaomba sekirite, mtusaidie sana kufanizia sekirite mu niveau ya grupema ya Itara Luvungi, ile wizi ishe na tuendelee na amani, tusichafue jina ya wazalendo, kwa sababu hatujui kama ni wazalendo wala ni wasoda wa FARDC wala ni wasoda wa Kirundi wala ni wanani, kwa sababu ni mchanganyiko ya force armee yenye iko mu grupema ya Itara Luvungi. Tusaidie sana, tuwe na amani na tuangalie gisi tutaishi vizuri. Asante sana, usikilivu mwema. Na baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Luvungi, na moja kwa moja tujielekeze huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, ndani ya mji wa Goma. Ujio wa Joseph Kabila, serikali yatoa tamko nzito.
baada ya kuweza kutangaza mwenyewe kwamba muda si mrefu atakuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hatimaye bwana Joseph Kabila ameweza kuingiza miguu yake ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia maeneo ya Kivu ya Kaskazini ndani ya mji wa Goma. Kabla ya kuja Goma, Joseph Kabila alipitia maeneo ya Rwanda, Kigali, wakakutana na rais wa Rwanda bwana Paul Kagame, na baadaye kuweza kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia maeneo ya jiji la Goma. Ujio wake ulifanya hiyo siku ya Ijumaa wazalendo kuweza kuvamia tena kwa mara nyingine maeneo ya kaskazini ya Goma kwa ajili ya kutikisa, lengo likiwa ni aidha kumkamata ama kumuondoa kabisa rais mstaafu Joseph Kabila. Kutokana na matukio yote hayo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wake Patrick Muyaya ameweza kutoa kauli nzito alipokuwa Lubumbashi. Ujio wa Joseph Kabila ni jambo ambalo limejiweka wazi na kuonyesha kwamba yuko upande gani, na sisi kama serikali tunasikiliza na tunasubiri kuona nini ambacho kiko ndani ya mdomo wake, na nukuu kauli za Patrick Muyaya. Mengi na zaidi huyu hapa akiwa jijini Lubumbashi. En vertu de la Constitution, en particulier des articles 62-67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Aucune soustraction ni exonération des devoirs prévus par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais, de ses institutions et de son peuple. Et l'article 5 dit, tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi et ne portent atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Je crois que vous aurez l'occasion de continuer la lecture qui parle aussi de l'obligation de patriotisme, de loyauté envers l'État et qui implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Je pense que c'est bien clair. Vous aurez l'occasion de le lire et de beaucoup le lire d'ailleurs, parce que je crois que c'est une question qui intéresse beaucoup. Monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Pour la présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qu'ils peuvent avoir. Donc je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens. Quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons en termes pas seulement d'hommes. Regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysé. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas, est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou co-responsables justement de ces morts des Congolais? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous mettons à l'évidence. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Et M. Tshibamba, vous n'avez pas besoin d'être activé pour montrer que vous êtes engagé dans la défense de votre territoire. Et donc, nous faisons Congolais Téléma
à Kinshasa, parce que c'est la capitale, mais évidemment, il y a de relais dans les différentes provinces et d'ailleurs dans la diaspora. Tout le monde aujourd'hui parle de l'événement de mardi, du concert Solidarité Congo, où nos artistes à leur manière. Nous parlons de front militaire, nous parlons de front diplomatique, nous parlons de front judiciaire, nous parlons de front économique, nous parlons de front médiatique, mais on a rajouté front culturel, on a rajouté front scientifique, parce que les Congolais eux-mêmes se sont appropriés la situation. Et donc, parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la paix revienne une fois pour toutes, pour que les efforts de développement qui sont en cours, pour que nous puissions avoir plusieurs centres hospitaliers du type qu'il y a à Lubumbashi dans les autres provinces. Est-ce que ce n'est pas cela l'essentiel finalement? Et donc, nous sommes plutôt sereins derrière le président de la République avec justement la stratégie qu'on a mise en place sur tous les fronts qui nous permettent non pas seulement de terminer cette guerre pour maintenant, mais de la terminer pour toujours. Parce que nos compatriotes de l'Est, spécialement du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de l'Ituri, méritent de vivre en paix. Et donc je pense que ça, c'est les messages essentiels que nous pouvons retenir, notamment du passage du président de la République. Na mnasikiliza Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kizabe Ayeba Ejide Kizenga Tembele King Selemani kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV. Mnaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wale ambao wako Australia, ambao wako Canada, USA, South Africa, East pamoja na Central Africa, wote mnazidi kuwa pamoja na Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Goma, moja kwa moja tujirushe tarafa mkoani Ituri. UPDF yaangamiza vijiji kwa makombora. Mamia ya nyumba zimeweza kupata hasara kubwa hiyo tarehe 17 za mwezi wa 4 2025 baada ya mashambulizi yaliyofanyika ndani ya kitongoji cha tarafani Njugu mkoani Ituri, baada ya majeshi ya Uganda UPDF kuweza kushambulia kwa mabomu kijiji hicho. Vyanzo vinasema ni takriban tokea wiki nzima ambako mashambulizi hayo yaliweza kuvizia eneo hilo linalosemekana kuwa kunapatikana wahasi wa Codeco. Nyumba 64 ndizo ambazo zimeweza kuangamizwa maeneo ya Mbuchama pamoja na Buchu. Nyumba 62 zingine zimeweza kuangamizwa maeneo ya Kana. Ukiachana na nyumba za raia, pia kambi ya kijeshi ya FRDC na yenyewe vile vile imeweza kushambuliwa na mabomu kutoka kwenye upande wa jeshi la Uganda UPDF. Mashirika ya kiraia kupitia kiongozi wa shirika la kiraia Germain Mapasa ameweza kusema kwamba ni takriban vijiji 9 ndo karibia vimeweza kuachwa na watu, na hivyo kuweza kukimbilia eneo la porini na wengine kuweza kwenda maeneo ambako wanahisi kutakuwa kuna usalama. Na asante sana kwa wote ambao mnakuwa mko pamoja na Baraka1 TV saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa asubuhi hii ya leo. Tukutanane majira ya saa 6 pamoja na saa 9 na saa 12 ili kuendelea kupata habari zetu za moto kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi tukutanane saa 6. Chao chao.